الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika iman, ikiwa leo tupo katika mwendelezo wa hotuba yetu iliyotangulia, ambapo tulikuwa tunahimizana juu ya maudhui mzima ya al-i'tisam wal-wuhda, mshikamano na umoja wa Uislamu, ambao ni moja kati ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni nyote kwa kamba ya Mwenyezi Mungu. Mshikamano huu ambao anautaka Allah subhanahu wa ta'ala, natija yake ikiwa umepatikaniwa huu mshikamano katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa natija yake wanachuoni wameeleza hilo, ya kwamba kile kinachozaliwa kwenye mshikamano, al-ittifaq, ya kwanza inapatikaniwa makubaliano, yani maafikiano. Hata kama watu wamevurugana katika masail mbalimbali, lakini mwisho wa siku inafikia umma wa Kiislamu unakubaliana kwa pamoja. Kwa hiyo kinachozaliwa kwenye mshikamano wa dini ni makubaliano, walwuhda, na umoja wa kiimani, walquwa, alafu sasa inapatikaniwa nguvu ambayo umma wa Kiislamu ukisema utakuja kusikika, kwa sababu utaonekaniwa umma huu uko pamoja. Nguvu ambayo umma wa Kiislamu ukitaka jambo kulitekeleza, jambo lile linafanyika hata liwe gumu, kwa sababu umma ule uko pamoja. Jambo zima la mshikamano ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuitia nalo na akatuonyesha kwamba kwa jambo hilo sio mshikamano tu kwa sababu labda mnafanya kazi pamoja, au mshikamano kwa sababu nyie mlioa nyumba moja. La, mshikamano wenu iwe ni katika kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hablullah, na hii ni kamba Mwenyezi Mungu. Ya kwanza Al-Qur'an, watu washikamane kwenye Qur'ani. Na maana ya pili, la ilaha illa Allah, watu washikane kwenye foundation ya Uislamu ambayo ni la ilaha illa Allah. Itakapokuwa mujtamaa umejiepusha na ushirikina na ukaja kwenye la ilaha illa Allah, hata kama itakuwa kuna ikhtilafu za ufahamu na madhahib, lakini Qur'ani yao na la ilaha illa Allah inawaunganisha pamoja.
wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, kisha Allah anasema kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Neema ya Mwenyezi Mungu juu yetu ni Uislamu. idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, kwa sababu kabla ya huu Uislamu nyie mlikuwa maadui, lakini Allah kawaleta pamoja nyote. Haijalishi mtu ni Mchina wala ni Mdigo wala ni Mduruma, lakini wakija kwenye la ilaha illallah na Uislamu wote wanakaa pale pamoja, na wote watasali swala moja na watafunga saumu moja. Na vile vile Qur'ani, hakuna Qur'ani ya Mchina wala Qur'ani ya mzungu wala Qur'ani ya mwingine, bali Qur'ani wote ni ile ile moja. Na ilipozingatiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba watu hawa wana ndimi tofauti, Mwenyezi Mungu akaijuzisha Qur'ani inasomwa na ikawa ni sahihi ala sab'ati ahrufin, juu ya herufi saba au visomo aina saba, kadri ya mtu ulimi wake ulivyo, lakini Qur'ani inabakia ile ile. Naye Mtume alayhi salatu wassalam akaja akaufunga mlango huu wa mgawanyiko, akasema man salla salatana, yule ambaye kwamba atasali sala yetu hii tunaosali sisi, wastaqbala qiblatana, na akaelekea kwenye kibla yetu, wa akala dhabihatana, na vile vile akala katika vichinjo vyetu, fadhalika almuslim, huyo tayari ni Muislamu, lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi, huyo tayari ni Muislamu, ana dhima ya Mwenyezi Mungu na ana dhima ya mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Bimaana atakayekuwa anasali sala yetu hii na anaelekea kibla yetu na anakula vichinjwa vyetu, huyu ameingia kwenye himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume, fala tukhfiru llaha fi dhimmatihi, ay la takhunu llaha fi ahdihi, basi msimkhini Allah katika mipaka yake na ahadi yake. Wala tataarradu fi haqqihi min malihi wa damihi wa irdihi, na huyo anayeswali sala yetu na akaelekea kwenye kibla yetu na akala vichinjwa vyetu, msiingilie haki zake, apate heshima kamili, asiingiliwe kwenye haki zake wala mali yake wala hata damu yake, na cheo chake pia kiheshimiwe, maadamu yeye ni Muislamu, maadamu anasali sala yetu, maadamu vile vile anaelekea kibla yetu, na lengine anakula vichinjwa vyetu. Mtume anasema mtu huyo asivunjiwe heshima yake, aheshimiwe kisawasawa. Walakin min alujab, miongoni mwa yale majambo ya kustaajabisha, yauma min alayam, siku moja ya masiku, imam anasalisha salatul fajr. Sitoitaja ni masjidi gani wala ni imamu gani. Imam anasalisha salatul fajr, anadondosha nguzo miongoni mwa nguzo kwenye rakaa, anasujudu sijida moja, anasahau sijida ya pili, hakukumbushwa, mwisho akatoa salamu. Khata kama hii alikuwa anafaa akumbushwe tu, rakaa irekebishwe, lakini kasimama mmoja ya wasomi mbele za Waislamu, anasema huyu nani? Huyo imamu huyu
Amefanya nini? Anataka kurekebisha lile tatizo ambalo ndugu yake amefanya nini? Amesahau kwenye sala. Sio kwamba kafanya makusudi, amesahau, lakini yeye kasimama kwa jazba. Huyu ukitazama hili neno ya kwanza, kabla tumalize mstari mzima aliotumia, tayari ni kumvunjia heshima yule aliyesalisha hiyo salatu al-fajr na kumweka machoni mwa Waislamu kwamba huyu si lolote, si chochote, na kwamba huyu hana ilmu na mfano wake. Lakini tuangalie Mtume alayhi salatu wassalam, anatueleza kwamba atakayesali sala yetu na vile vile akaelekea kwenye kibla yetu na akawa anakula vichinjwa vyetu tulivyosema bismillah, lahu dhimmatullah, huyu ana himaya Mwenyezi Mungu, wa dhimmatul rasuli, na vile vile yuko kwenye himaya mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Fala tukhfiru Allah fi dhimmati, ay la takhunu Allah fi ahdihi, basi enyi Waislam, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu kwenye mipaka yake na ahadi zake. Wala tataarradu fi haqqihi, na huyu Muislamu huyu aliyetekeleza sala akaelekea kibla, haki zake asifanyiwe khiana, asidhulumiwe kwenye haki zake. Wala min malihi, wala asipokonywe mali yake, isitukuliwe mali yake. Wala damihi, wala damu yake isimwagwe. Wa irdhihi, na cheo chake pia kiheshimiwe. Inatosheleza tu kuelezwa imamu kwa njia mzuri bana, swala yetu hii tumeruka pali fulani, alikuwa ninasahau, haya tusimameni tukamilishe sala. Lakini kasimama huyu inaashiria nini? Na hivi ndivyo maduati wa zama zetu tulivyo. Ikiwa kakosea imamu msikitini, labda sakna au kasra au dhamma au rawi alhadith, au labda katika masala katoa hadithi dhaif, hatofuata imamu yule ama khatibu yule au darsa ile, akafuata mzungumzaji kwa njia ya akaelezwa, bwana hadithi hii kwa hikima gani umeitumia, labda hata mwenyewe ameitumia akifahamu ni dhaifu, au labda kwa njia za kusahau. Lakini utapata marekebisho hayo yanafanyiwa msikiti mwingine mbali, kisha analetewa mtu voice, bana sikiza huku umepigwa radi huku. Waislamu wakawa wanaishi maisha hayo, radi hii radi ile, lakini mwisho wa siku hakuna natija. Kinachopatikaniwa ni mipasuko ya umma, wala hakuna umoja. Hicho ndio kinachozaliwa. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuita kwenye i'tisam bihablillahi almatin, ametuita kwenye mshikamano wa pamoja sote kama umma wa Kiislamu, tena kwa kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa imara kabisa. Fakama amara Allah Ta'ala bilijtimai wal i'tisam, na kama vile alivyotuamrisha Allah ya kwamba tuweni kitu kimoja kwenye dini na mshikamano, faqad hadhara wa naha an iftiraq wal ibtida, vile vile naye Allah hakubakia hapo, bali alituonya juu ya mgawanyiko na uzushi kwenye dini. Kwa hiyo ikiwa Muislamu kuna masaili amezusha, anatakiwa arudi nyuma na achiane na bid'a hizo, ahakikishe kwenye ibada anazozifanya ala dhawil kitabi wa sunna ziko chini ya mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shar'a lakum min ad-dini, naye Allah amekuleteni sheria ndani ya dini, ma wassa bihi Nuha, sheria ambazo na dini ambayo Mwenyezi Mungu alimuhusia Nuh
alayhi salatu wassalam, walladhi auhaina ilaika, na sheria ambazo ewe Muhammad nawe pia tumekuhusia sheria hizo, wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa, na sheria hiyo hiyo ndani ya dini tulimuhusia Ibrahim na tukampatia wasia huo Nabii Musa alayhi salatu wassalam, wa Isa, na Isa na tukumacha nyuma tukamuhusia wasia gani? An aqimu dina wala tatafarraqu fi, tuliwapatia wasia huu ya kwamba wote waunge dini, wasimamishe dini imara, isiwe na madosari, waelekeze dini barabara, isiwe na majambo ya uzushi ndani, wala watu wasigawanyane kwenye dini hiyo. Hii ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Nuh alayhi salatu wassalam, na kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na kwa Ibrahim na Musa na Isa. Wote Allah aliwahusia wasia huu ya kwamba wanachotakiwa waunganishe jamii ya Kiislamu na waisimamishe dini imara, wala kusipatikaniwe mipasuko ya huyu na barabara yake, huyu na kichochoro chake, na kila mmoja anasifia kawanda lake. Bwana, sie huku ndio wenyewe, nyie huko nyie mmepotea huko. Allah atuambia nini na Qur'an? Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila. Muhammad, hivi umekutana nao na kuwaona wale watu ambao wanasafisha nafsi zao peke yao, wanachagulia nafsi zao takaso kwamba wao ndio wako sawa, hakuna mwingine yuko sawa zaidi yao? Umekutana nao hawa? Balillah yuzakki man yasha, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtakasa amtakaye yeye Allah. Kinachotakiwa kila mmoja afanye juhudi ya matendo mema, tena matendo hayo yaambatanishwe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile yawe chini ya mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, wala watu wasigawanyane katika jambo hilo. Mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah anatueleza akisema, inna sababa ijtimai wal ulfa, sababu ya watu kuwa kitu kimoja na mshikamano, jamu dini wala amalu bih, ni watu kuichukua dini kwa pamoja yote na kuifanyia kazi. Watu waibebe dini yao vizuri na waifanyie kazi dini hiyo. Jamu dini kulli, watu wachukue mafunzo ya dini yote, wala amalu bihi, kisha wayafanyie kazi mafundisho hayo. Watu waibebe dini yao ya Uislamu, wabebe kitabu chao cha Qur'an na wakifanyie kazi ipasavyo. Wa ibadatullahi wahdahu la sharika lah, nako ni kumwabudu Allah peke yake pasi na kuleta ushirikina ndani. Hakuna shirki kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa watu wameamrishwa kwa kitu kimoja, watu watupilie mbali imani za marahani, basi watu watupilie mbali imani za subiani na wabaki na la ilaha illa Allah. Leo min al-ujab, unampata Muislamu anayedai anaishi chini ya Uislamu, lakini mpaka sasa bado ana imani kwamba kuna pete ya mvuto, bado kifua chake kinaamini jambo hili, bado moyo wake umeganda kwenye pete za bahati, bado wakati alitakiwa kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam raa rajulan wa fi yadihi hilqa. Mtume alayhi salatu wassalam alimuona bwana mmoja kipindi chake na mkononi mwake muna hilqa. Hilqa ni aina fulani ya bangili hivyo,
ambayo mtu anavaa akiwa anaitakidi bangili hiyo lidafi dhur wa jalbi almanfa, kwamba hili bangili langu linaondoa madhara na ninaleta manfaa. Hii ni pete yangu inaondoa madhara, inaleta bahati nzuri, na mfano wake. Mtume akamuuliza, mahi, hii uliovaa ni kitu gani? Yule bwana akamwambia Mtume, min alwahina, hii ni katika kinga zetu, ni katika vitu ambavyo vina kinga. Mtume akamwambia, la tazidu laka illa wahan, hii haiongezi kwenye maisha yako ila uoga. Alwahnu, uoga. Alwahan, uzito wa dhambi, hiyo ndio itaongezeka kwako, wala sio bahati itakayokuja. Mtume akamwambia, ambidha, yani ivue na utupe. Hii ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kainukuu na kuipokea alimamu Ahmad fi musnad. Mtume anatoa amri kwa bwana huyu akimwambia, ambidha, ivue hii na uitupe, yani anziha. Alafu leo anakuja mwalimu, eti ni mwalimu wa jamii, ni mwalimu mtaani au kijijini. Bwana, wanyama waliokuwa nao hawa watakufanyia watu hawa, kanunue pete bwana. Anatumwa Muislam dhaifu iman, imani ishakufa zamani, anaongopewa kwamba mashaitani waliokuwa nao ni wazuri, kwa hiyo apewe pete, akabidhiwe pete, uwaitwe na visomo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kisha akabidhiwe pete hiyo. Wakati Mtume atoa amri kwa mtu huyu, ambidha, vua hii kile chokivaa, kisha kamwambia, wala wamut, lao ingefikia siku ya kufa kwako na ukafa na kitu hiki mkononi mwako, ma aflahta abadan, usingefaulu milele, usingepata kufaulu. Huyo ni Mtume alayhi salatu wasalam. Ndugu zangu katika imani, tunapoita na anapoita Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo zima la umoja, la kwanza bitauhid alkhalis, ni kwamba wa umma ushike tauhidi safi, ndipo ukae pale pamoja. Sasa inapokuja khilafu za masaili za furu, hizo hazina mashaka, hizo zina afadhali, lakini sio kwenye masaili ya akida. Inapokuja masaili ya imani, hapa waislamu wote wawe na imani moja tu, nayo ni la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, wa hiya ibadatullahi wahda la sharika la. Waislamu wote wakubali ya kwamba ibada ni ya Allah peke yake, hakuna mshirika ndani yake. Ukishakuja kwa jambo hili, huo umma unakuwa ni umma mmoja. Sasa itakuwa umepata ittifaq na vile vile umepata umoja wal quwwa, na nguvu, kiasi ambacho Muislamu wa sehemu nyingine akisikia madhara ya Muislamu wa Kwale anapata maumivu, anapata maumivu. Naye Muislamu aliyoko Kwale akisikia Waislamu area fulani wanapata matatizo, naye anasikia maumivu vile vile, kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Mwanachuoni huyu anatuambia kwamba ili watu wawe kitu kimoja kwa hali pamoja, jamu dini wala amalu bi, ni watu kurudi kwenye dini yao kwa pamoja na kuifanyia kazi. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lah, kama amara bihi batinan wa dhahira, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu jambo hili lipatikaniwe kwa usiri na kwa dhahiri. Kisha akasema tena, famata taraka an-nasu ba'da ma amara Allah bih, na ikafikia pahali
watu wakaja wakaacha baadhi ya mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, wakaati bihimul adawatu wal baghdha, kutaingia kwenye safu zao uadui na chuki. Lau mujtama wa Kiislamu watu watakuja kudondosha na kuacha baadhi ya mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, watu wakachana nayo, hili litaleta kwenye safu za Uislamu na Waislamu wenyewe uadui na chuki. Wa idha tafarraqa alqaum fasadu wa halaku, na watu wakishagawanyana kinachokuja ni ufisadi na kuangamia. Wa idha ijtama'u, na wakiwa kitu kimoja, salahu wa malaku, wanasuluhisha kesi zao na wanamiliki nguvu katika dunia. Fa innal jama'ata rahma, kwa sababu ule umoja wa dini ni rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal furqatu adhab, na kule kugawanyana, kutengana, kususiana, hii ni adhabu. Pata maneno haya katika Majmuu' al-Fatawa ya mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Anbiya aya 60 aya 68, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anautangazia ummati Muhammad, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ya kwamba hakika umma wenu huu ni umma mmoja, ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'buduni, na mimi ndiyo Mola wenu, basi niabuduni, elekezeni ibada yenu kwangu, huyo ni Allah. Kisha Allah anasema watakatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un, lakini umma huu ukaja ukakata jambo lao. Amrahum ay amra dinihim, amrahum ay alislam, wakaja wakagawanya hiyo dini yao wenyewe. Huyu ameshika huku, huyu amekamata huku, na Allah alitaka washike pale pamoja wote. Kullun ilayna raji'un, Allah asema wote hao, awe ni tablighi, awe ni salafi, awe ni ansaru sunna, iwe ni ahlu sunna wal jamaa, awe namna takavyokuwa, lakini watarudi wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal min as-salihat, na mayula ambaye kwamba atachuma aliyokuwa mema, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa na imani salama, si mshirikina, fala kufrana li sa'yi, Allah anasema huyu hatuwezi tupilia mbali bidii yake, hatuwezi puuzilia mbali bidii yake, maadamu alibeba imani yake vizuri na hakuwa mshirikina na akatanguliza mema, huyu hatuwezi utupa wema wake. Wa inna lahu katibun, na siye tunamwandikia moja moja, tunamwandikia, tunamuhifadhia matendo yake, maadamu amebeba imani ya Uislamu na amechuma aliyomema, basi mwisho wa siku huyu atakufa na atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atapata malipo ya matendo yake. Yauma idhin yuwaffihim Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin, siku hiyo ya Kiyama Mwenyezi Mungu atalipa watu vitendo vyao vya ibada zao kwa haki, kwa haki kabisa. Cha kuzingatia Muislamu, azingatie imani yake iwe barabara, asiwe mshirikina, asiwe na jarima la shirk, aondoke dunia hii akiwa na la ilaha illa Allah, ambayo hii ipo imara, na awe na matendo yenye kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu itakuja siku kila mmoja atalipwa bidii yake ya matendo yake. Ikiwa Mtume anamweleza binti yake, ya Fatima imali, ewe Fatima, fanya matendo kwa juhudi kubwa, fanya bidii. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anamwambia sikusaidii chochote mbele ya Allah, mimi sina msaada wowote.
Ndugu zangu, kinachotakiwa ni kwamba sisi tujitahidi kuwa kitu kimoja, na vile vile tujitahidi kufanya sulhi ya mambo yetu ya dini vile kichini, yani watu wasuhulishane, waekane sawa. Hata masahaba wa Mtume walikuwa nazo kasoro mbalimbali ambazo zilitokea baina yao, ikhtilafu mbalimbali zilitokea kwao, lakini haikuwa sababu ya wao kutengana na kufurushana, haikuwa sababu. Masail kila mmoja kafahamu kivyake, lakini mwisho wa siku wanakuja kwenye barabara moja wote kwa pamoja. Masahaba hawa innahum ikhtalafu fi mauti rasul, cha kwanza masahaba Mtume walikhtalifiana kwenye jambo zima la kifo cha Mtume. Wa anhasahum an-nizaa bimawqif Abi Bakr, lakini ugomvi wao ukadumishwa chini, ukazimwa kwa msimamo wa sahaba Bakr, na kwa kauli aliyotoa sahaba Bakr radhiallahu anhu, kawaambia man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat, yule ambaye kwamba kataharuki kwa sababu ya Muhammad kashakufa sallallahu alaihi wasallam, basi kashakufa kweli. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na yule aliyekuwa ibada yake ni ya Allah, basi Mwenyezi Mungu yupo hai wala afi. Kisha akaisoma aya hii, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila anqalabtum ala aqabikum. Aya hii alipoisoma Umar bin Khattab, presha yake ilishuka na kakaa chini kabisa, akatulia kwa sababu ya mtafaruku uliotokea baina yao, lakini wote wakazimwa na wakatulia chini kwa maneno ya sahaba mtukufu Abubakar radhiallahu anhu. Kisha ikaja mzozo ya masaili ya Saqifa na mabishano wa sahaba fi man yakhlifu Rasulullah, juu ya mtu ambaye kwamba atachukua uongozi baada ya Mtume alayhi salatu wassalam, na wote ugomvi wao ukaja ukatulia kwenye kauli moja ya kumchagua Abi Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Na hivi ndivyo Waislamu wanatakiwa kuwa. Inapokuja msongamano na mabishano kwenye dini, watu wanarudi wanakubaliana kwa jambo moja kwa amani, wala hakuna haja bwana sasa hapa maadamu hatujakubaliana na sisi tutajenga msikiti wetu pale kando. Wanajenga kasikiti pale, wanaugawanya msikiti. Hapana, bali watu wakae wazungumze kwenye kijiji hicho na wakubaliane kwenye amri moja, kwa sababu wanatakiwa wabakie kwenye msingi huo na nguvu ya umma huo bakie pale pale, wala sio msikiti hapa watu watatu, msikiti pale watu wanne, msikiti pale watu sita. Hii ni hatari sana, hatari sana, hatari sana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuita kwenye akida salama na imani ya pamoja, pamoja na matofautiano yote, lakini tuweni kitu kimoja kwenye imani na tuweni kitu kimoja kwenye Qur'ani. Hivyo tutaweza kusonga mbele na umma wa Kiislamu utabakia kwa wenye nguvu. Ataibun min dhanb kama la dhanba Allah. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Hakika umma wenu huu ni umma mmoja, na ye Allah anatuambia mie ndio Mola wenu, niabuduni, fanyeni ibada, nicheni kweli kweli. Lakini cha mashangazo, watu wanarudi wanagawanya makundi na makundi kwenye dini yao hiyo, na kila mmoja anajifakhiri kwa kundi aliyosimamia. Tafsir, fatafarraqa al-atba'u fi ad-din ila al-ahzab, watu kwenye hiyo dini wakagawanyana kwenye makundi mbalimbali, washia na mapote mbalimbali. Ja'alu dinakum adyanan
wakaifanya dini yao kwamba dini nyingi, sisi ndio tuko sawa huku na nyewe mlipotea kitambo bwana, nyewe mko hivi na sie hii ndio sawa. Ile dini watu wakaipiga mafungu, kisha kila mmoja akadai kwamba hii ndio dini. Sasa baada ma umiru bil ijtimaa, lakini kabla ya kufanya hivyo waliamrishwa, hawa ni amri, kwamba wakae kitu kimoja pamoja. Kullu hizbin mu'jibin bira'yihi, kila pote linastaajabishwa na rai yake. Zahima annahu ala alhaq, na kila kundi linadai kwamba hilo ndio kwenye haki. Wa ghairihi ala albatil, na kundi lingine liko kwenye upotofu. Kila mmoja, ukija kwa masufi watasema sisi ndio tuko sawa, njoo kwa Ahlus Sunna wal Jamaa sisi ndio tuko sawa, njoo kwa tabligh sisi ndio tuko sawa, njoo kwa huyu sisi ndio tuko sawa. Lakini wote hawa Mwenyezi Mungu aliwaamrisha kwamba wakubaliane kwenye utu mmoja tu. Hamna vitu kama hivyo. Wote waje kwenye manhaji al-Qur'ani wa Sunna, waje kwenye msimamo mmoja ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume aliokuwa sahihi. Intaha al-qadhiya, jambo lishakwisha hapo. Wa fi hadha tahdhirun, na katika aya hii kuna onyo min at-tahazzubi, onyo la kwamba watu wanaonywa na ukundi, watafarruq, na mgawanyano, fi din, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا